wao wapokee vitu vya mwilini. Haleluya. So katika hiyo, kwa sababu ya hiyo upotovu, hata leo hii watu wengi wameishi katika umaskini wa kimwili. Sasa swali ni je, ikiwa Yesu alikufa kwa ajili ama alifanyika maskini wa mwili ili tupokee vya mwilini, kwa nini hauna? Kwa nini hata mmoja anakuambia utapokea utajiri wa mwilini yeye hana? Haleluya. Wakorintho wa pili 8:9. Tuanze na hiyo kifungu 8:9. Wakorintho wa pili mlango wa 8 mstari wa 9 inasema hivi: maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Haleluya. Sio kama umepata. Mtu atusomee pole pole tuende. Tunaona anavyosema, nasema aje hiyo 9. First 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Msemaji. Sema baba. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu. Ingawa alikuwa tajiri. Ingawa alikuwa tajiri. Ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Yaani ili kwamba nyinyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Yaani yeye alifanyika maskini ili wewe ukuwe tajiri. Cha muhimu hapa ni kwamba anataka tuone ni utajiri mgani ama ni jinsi gani Mungu ama Yesu aliweza kujifanya maskini. Jinsi gani, namna gani yeye akafanyika maskini, umaskini wa aina gani, na wewe ambaye alifanyika maskini kwa ajili yako uweze kupokeaje utajiri. That is the key point. Maana leo watu wamekuwa wamekanyika kabisa kwa ajili ya kifungu. Ya mkindo hii hata leo by the way, wakati mwingine maandiko inahitaji just a normal mind. Maana mtu anakuambia Yesu alifanyika maskini wa mwilini ili wewe upokee vya mwilini. Yeye hauna. Kwani alikufia nani basi? Na anakuambia kabisa wewe alikufia wewe. Na hauna gari. Hauna nyumba. Hauna pesa. Alafu anakuambia alikufa na basi kama alikufa alifanyika maskini kwa ajili tupokee vitu vya mwilini. Before akufe, hakukuwa na matajiri wa mwilini. Walikuwa basi kama walikuwa tuelewa kwamba si kitu kama hicho kilikuwa kinazungumzwa ama maanishi kitu kama hicho. Haleluya. Imagine kama kuna verse ambayo imekuwa misused ni hii verse. This verse has been used to teach material or financially poverty of Jesus Christ. Yaani hii kifungu kimetumika kufundisha yaani vitu vya mwilini kuhusu maskini wa Kristo. Haleluya. Ambapo kabisa hayuhusiani na umaskini. Na basi kama ilikuwa hivyo tuseme kwamba Yesu sasa maana alifanyika maskini. So he was the poorest person in his time. Hivi nataka kusema maana kama alifanyika maskini sasa yeye alikuwa maskini oe hai wakati ule. Sawa tu. He says Jesus became financially poor so that we can become financially rich. Yaani hivi ndio wanasema. Yaani wanasema kwamba Yesu alifanyika maskini wa mwilini ili tupate yaani vitu vya mwilini kupitia yaani sisi tutashiriki. Hivyo ndivyo wanasema. Really? Kweli? Na hata mmoja anasema hivyo bado ana. Yeye mwenyewe hata kiatu imetoboka. Yeye mwenyewe koti inainama zaidi moja. Yeye mwenyewe nguo amevaa imeparara. Yeye anasema kwamba Yesu alifanyika maskini wa mwili, yaani kwa ajili yetu tupokee vya mwilini. Funny thing. Funny enough. But to get more money. Yaani hiyo ndio picha ambao wako nayo kwamba Yesu alifanyika maskini
maskini ili sisi tupokee vya mwilini. This therefore would mean that financial material property prosperity is one of the reasons Jesus come. Ikiwa basi tutasema hivyo, tutasema kwamba kama ni hivyo, tutasema kwamba hii ndio sababu mmoja wapo Yesu alifanya akuje na akufe. Ni sawa? Kama tutasema kwamba Yesu alikuwa maskini ama alifanyika maskini ili sisi tupokee vya mwilini, alifanyika maskini ili kwamba upate material things ama prosperity, yaani prosper in life, tunasema kwamba hii ni moja wapo ya sababu ambazo zilifanya Yesu atoka katika utukufu wake na akuje kukufa. Ama ni aje? Kama tutasema hivyo itakuwa sababu moja wapo. Na uelewe kwamba hakuna sababu mingi zilifanya Yesu ateseke. Hakuna sababu mingi. Lakini sasa ukitumia kama hichi unamaanisha kwamba ni sababu moja yapo. Ili hali tunajua kwamba sababu ni moja. It's so, one thing ilifanya Mungu atoe mwanawe ama ajifanye mwili kwa ajili ya sisi, yaani akufe na ateseke. Na hii sababu sio material thing. Tutaona tu. Ndio ushajua ni sababu gani. Kama sasa sababu si mingi, ni sababu moja ambayo ilifanya Yesu ateseke, akufe na afufuke siku ya tatu. Ilikuwa sababu moja, basi si na siku katika maskini wa mwili. Hallelujah. The question is, was Jesus financially poor? Ndio swali. Nikuuliza hivyo. Sasa ikiwa ni hivyo, Yesu alikuwa kabisa maskini wa mwilini ama wa pesa? Tuseme hivyo, financially. Sasa swali ni, Yesu alikuwa maskini katika hali ya kifedha? Swali. Alikuwa maskini? Yeye anasema fedha na dhahabu zinatoka kwake, alafu nasema alikuwa maskini. Sasa kama ni no, siwaze tu cancel kwamba si financial, usitegemee tu financial. By the way, ndio unakuta sasa watu wamekaa kanisani wamekuwa maskini because they have been saying I receive financially and they have never received. Nothing has received. They have received. Because wewe sipokea. Unapokea nini? Upokei material things kutoka kwa Kristo. Kwa ajili ya kufa na kuteswa kwa Baba, uwezi ukapata material things. Uwezi ukapata gari kwa sababu Yesu alikufa. Uwezi ukamiliki nyumba kwa sababu Yesu alikufa. Uwezi ukamiliki yaani plot mahali kwa sababu Yesu aliteseka na kufa kwa ajili yako. Uwezi. Na ndio sababu unakuta sasa watu leo hii wanalia umaskini wa mwilini kwa sababu walitegemea kupokea kupitia kifo cha Kristo ambacho si hivyo. Na uwezi ukapokea. Na kuambia kwamba leo hii utaishi maskini, hutapokea. Hautapokea, yani kusema tu kweli hautaendesha. Kama unangojea tu kuendesha gari kwa sababu Yesu alikufa, hautaendesha. That's the thing. Kama unangojea kuwa na plot Nairobi, bado uko Nairobi na Yesu alikufa kwa ajili yako, hautapata. Hiyo nani? Hiyo si siri, asikufichi. Anza kutafuta tu vile ambavyo utakwaya kwa njia nyingine, siko kwa ajili ya kifo cha Yesu. Sasa swali nyingine. Was he the poorest person in his time? Nimeuliza swali. The question is, was Jesus financially poor? Number 2. Was he broke? Alikuwa broke. Kama ulisema alifanyika maskini. Unajua mtu ambaye anafanyika maskini, tuseme vile ambavyo wanaiput, kwa mfano sasa ukitaka kufanyika maskini, yani unatoa chochote ambacho uko nacho. Hakuna kitu unabakisha. So Yesu alikuwa broke. Ndio alitoa. Was he in debt? Alikuwa katika hali ya kideni. Was he the poorest person in his time? Obviously no. Or automatically no. All those things akuwa poorest person. Akuwa broke. Sawa. Sasa nataka tuone what it means when the Bible says about the poverty of Christ. I think kwa King James mtu anaweza tusomea kama kuna mtu akona King James kwa Kisungu hiyo verse. Tuone vile inavyo. For you know grace of our Lord Jesus Christ that for he was rich, yet for your sakes
He became poor that he through his poverty might be rich. Abisoma King James. Anasema hivi, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. For your sake became poor, so that you can be rich. Alafu saa hii wewe huna kitu. Ama ni kwa ajili ya nani? Alikufa kwa ajili ya nani? Who says that makes Jesus to die? Kabisa kama tunasema alikufa, yani alifanyika materially poor, financially poor ili tufanyike matajiri. Kwa nini hauna? Ndio nikasikia mtu jana akihubiri akisema kwamba it's time to bless the servant of God. Ni wakati wa kumbariki tumishi wa Mungu. Toa shilingi 10 upate 5,000. Hii nikamwambia hivi nikaona sasa huyu naye nasema nitoa shilingi 10 upate 5 aje. Lakini sasa nikanyamaza tu maana tu in fact nilikuwa nataka kutoa lakini sikutoa juu hiyo alisema. Unajua ananidanganya tu. Sasa Nisikia mwingine alifundisha neema ya mara 10. Sio alisoma ile kitabu ya Daniel. So kuna mahali alisoma. So akasema leo ni siku ya neema ya mara 10. So akaingiza akafundisha mambo mengine, akakuja kwa utoaji. Akasema ukipanda unapata mara 10. Ukipanda 100 unapata 1,000. Ukipanda 1,000 inakuja 10,000. 10,000 inakuja 100,000. Yaani vile nafasi unavyotoa ina multiply. Nani ana multiply? Ama kwa njia gani? Sawa, tumeangalia tu kwa muda na hizo sababu unaona tumekuwa maskini. By the way, kama kuna mtu alikuwa angekuwa tajiri leo hii kwa mali ya mwilini, kwa ajili ya kutoa kama ni fungu bila kuiba, ni mimi. Hiyo miaka nimekujia Nairobi. Yaani hata kama wakati ambapo nilikuja nikafundishwa, maana niliambiwa you are supposed to tithe from the gross income. Gross income. Yaani kwamba kila kitu, yaani kama utakuwa mshahara vile inaingia, mshahara kwa mfano unapata 50,000. Maybe umetoa NHIF, NSSF, hizo zote ambazo unatoa na KRA. Yaani hizo maybe kwa ile 50 unakatwa kama 5,000. Unabaki 45. You are not supposed to tithe from 45. You are supposed to tithe from 50. Because that is the money you earn. So nilipojua hivyo na nikajua sasa kumbe hii ndio siri. Sasa hata kama nitakuwa nimetumia pesa mimi na earn around 20,000 per week, so na zile ambazo niko nazo cash money singekuwa maybe kama 15,000. So sikuwa nafaa nitoe 1,500, nilikuwa nafaa nitoe 2,000 because nimepata 12,000 lakini nikatumia 5 in that period of week. So nikaambiwa nafaa utoe kwa gross income, lakini bado hakuna change ilikuwa inatendeka. Magonjwa ndio hayo mingi kwanza. Na bado natoa naenda kwa mtu wewe ananiambia unajua ni nini? Ni kama hakuna ulinzi. Maana kutoa unatoa lakini hakuna ulinzi. Bado tukaomba ulinzi na hakuna kitu ile change. Because alikuwa ananidanganya. Sasa unasikia mtu anakuambia toa ili upokee. Toa ili kuwe multiply. Kwa nini yeye haja multiply hiyo? Yeye hawezi tafuta mahali kabisa kama kuna kwa multiply. Yeye hawezi tafuta mahali kazi ya kibarua apate shilingi 1,000. Sasa zikuwe double ama multiply ama triple, acha kukundanganya, kukuitisha. Anafuata yeye atafute mahali atatoa. Ama yeye atafute mahali atatoa hata zake zikuwe mingi. Jiati kuji. These people are very funny. Lakini kwa sababu ya utaji. Unajua tu atanisikia tu. Naomba kwamba mkinisikia tu muelewe tu, msianze tu mabishi ama lakini mkitaka tu muulize swali. Lakini kila inataka nikwambie ni kwamba umaskini wa baba si wa mwili. Umaskini Yesu aliyofanyika hakufanyika kwa ajili ya material things. Watu wapokee. Inasema hivi, the poverty of Jesus
Christ does not refer to material or financial poverty. Hiyo ni point. Hiyo ndio nasema kwamba the poverty of Jesus does not refer to material or financial poverty. Kwamba andika kwa Kizungu basi andika, the poverty of Jesus does not refer to material or financial poverty. The poverty of Jesus does not refer to material or financial poverty. Ya kwamba umaskini wa Kristo au maanishi umaskini wa kimwili ama wa kifedha, au maanishi umaskini wa kifedha, umaskini wa Kristo au maanishi kabisa, yani it is totally different na umaskini wa mwili ama wa kifedha. Haleluya. Haipo hata haipo inahusiana kabisa hata kidogo hivi. Yani hata sijui hata haipo hata inahusiana, hata iko na uhusiano even na single second kwa umaskini wa kimwili. Yani haipo na uhusiano. Yani haipo na uhusiano hata kidogo. Yani unakuwa kuna similarity. Wakati ambapo kuna similarity. Yani there is no similarity. Yani no similarity in death of Christ, and in the poverty of Christ na material poverty. Yani utanamaanisha katika umaskini wa Kristo aliyofanyika na umaskini wa kimwili hauna uhusiano hata kidogo. Hata kidogo, hata nukta hivi hakuna uhusiano. That's why nimesema it does not refer financial or material poverty. The scripture says that Jesus, though was in the form of God. Sasa hapo nataka uelewe ile ambayo inamaanisha umaskini. Umaskini ni nini? Hapa ndio tunapata tajibu. Uelewe sasa, mtu asije akakuja. The scripture says that Jesus, though was in the form of God. Anasema kwamba hata kama licha ya kuwa Yesu alikuwa katika mfano wa Mungu. Unaona? Licha ya kuwa Yesu alikuwa katika mfano wa Mungu, maana yeye alikuwa Mungu 100%, ili ali akavaa ama akafanyika mwanadamu. Alifanyika mwanadamu, alikuwa by the Mungu 100%. Sasa anasema though was in the form of God, through it not robbery. Hapo yani kama wizi ama udanganyifu, yani akwe form of man. To be equal with God. Licha kuwa alikuwa anafanana na Mungu ama alikuwa Mungu, alichukua mwili wa mwanadamu ama alifanyika mwanadamu, lakini haina maana kwamba hakuwa kama na Mungu, hakuwa anatoshana na Mungu. Yaani alikuwa tu Mungu 100%, lakini alitoshana, yaani akakuwa iko na maana. Yaani akafanyika kama mwanadamu, yaani akaonekana kama katika hali ya wanadamu. Yaani akadharau ule utukufu. Hata nimeenda bali asijafika huko. Ni kitu nilikuwa naelezea. Nilitofika huko. He took the form of a man and became obedient unto death, even the death of the cross. Yaani alikuja, yaani alitii, alikuwa mtii zaidi. Alipochukua sura ya mwanadamu ama mfano wa mwanadamu, alikuwa mtii zaidi, akatii hadi kifo, hata kifo cha msalaba. Yaani ndio umaskini jamani. This is how poor Jesus became. This is how poor Jesus became. Ndio, yaani hivyo ndivyo umaskini Yesu alikuwa umaskini. Yaani hakuangalia ule utukufu, hakutambua ule uungu ndani yake, hakuona ile cheo ndani yake, hakuona kile ambacho kilikuwa. Yaani sio kama unaelewa. That's the poor he became. Tumsifu Yesu. Hiyo ndio umaskini baba Yesu aliupokea. Yaani alijifanya kuwa umaskini. Hiyo ndio umaskini aliochukua. Yaani ule utukufu akauona si kitu. Ile cheo akaiona si kitu. Ule uungu akauona si kitu mbele zake ama kwake. Akaupalia mwili wa mwanadamu ili kwamba akupate wewe upokee utajiri. Haleluya. Na utajiri huu bado tunajua ni utajiri. Sasa kama yeye hiyo ndio umaskini alifanyika, au ulipokea utajiri gani? Tutapata. Haleluya. So kutoka leo mtu asikulae kwamba eti Yesu alifanyika maskini wa mwilini ili kwamba wewe ukapokee. Hakuna kitu kama hicho. Anakudanganya. Na hata mmoja ajielewe. Maana ikiwa ni hivyo, hakuna muamini yoyote leo hii anafaa kuwa maskini. Lakini
22% waumini waokovu ndio wako maskini, percentage kubwa duniani. Labda unatuambia wale alikufa kwa ajili ya material things. Ni swali tu zaidi. Yaani by the sometimes when you read the scripture use normal mind. Yaani tumia tu akili ya kawaida, usikuwe mroho sana. Ili uweze kupata mtu, muulize tu swali, tutumie tu akili tu ya kawaida. Ya kawaida tu ile Mungu amekuwa, yaani ya kawaida. Usikuwe yaani spiritual sana. Muulize tu utaona hata atagonga mwamba. Wewe sasa mchungaji unaposema hivi ama mhubiri ama mcheva, unaposema hivi, kwa nini hivi na hivi iko hivi? Kitu tu unaona tu ya kawaida. Ukimuuliza hivyo, obviously atagonga mwamba. Finally atakwambia wewe ni mbishi. Chua mashida za kukwambia. Haleluya. Yaani nasema vile alivyochukua the form of man, alafu akawa obedient unto death, yani unto death, even the death of cross. Yani akakuwa mtiifu, yani akachukua yani mfano wa mwanadamu, akavaa mfano wa mwanadamu, alafu akawa mtiifu wa kifo, hata kifo cha msalaba. Hiyo ndio umaskini Kristo alichukua. Hiyo ndio maskini Kristo alifanyika. Yaani ni kama mfano, nikupe mfano wa mtoto wa rais wa nchi fulani. Yaani aende pale kwa chokora, akue kama chokora. Yaani hiyo ndio ni kama hiyo ndio Yesu alifanya. Lakini sasa najaribu kukupa mfano, lakini sasa uelewe si financial, lakini najaribu kukupa ili at least ukae kama unapata mtoto wa rais, mfalme wa nchi fulani akue chokora. Yaani aanze kukula kama chokora. Yaani hivyo ndivyo katika mfano ndivyo Yesu alijifanya. Although Yesu hakujifanya, ama hiyo si ya Yesu, haifai katika physical. Lakini nakupa mfano ili maybe upate hiyo picha. Upate hiyo picha. Yaani chukua hiyo picha kwamba mtoto wa Uhuru Kenyatta amekuwa chokora. Yaani ameenda kukaa kule chokora na kula vyakula vile vimesaswa na watu. Yaani hiyo sasa ndio picha unafaa kuwa nayo. Hivyo ndivyo Yesu alifanya. Akaacha ile cheo, akaacha ule uungu, akaacha ile utukufu, akavaa mwili. Imagine akakuja akatii hadi akakufa, hadi kifo cha msalaba. That is how the poor he became. Sio mambo yenyewe unasemea. Receive pande. Nitakwambia naona gari na kuna gari gani jamani? Inatoka wapi? Hakuna hata hizo bana. Ndio wapi tu. Sometimes hata fikirianga jamani unapozungumza tu. Na wasitu wale ambao mnanyofoa tu maandiko na mnatapatapa na maandiko. At least tukabla hata uongee tu, si ufikirie tu jamani. Surely tu. Just even think about it when you are speaking. Kabisa tu, fikiria tu. Fikiria tu jamani. Yaani kabisa mtu hiyo she is very confident that anasema naona gari yako inatoka mbinguni. Mbingu inatoa gari. Surely. Ai hapana. Hakuna. Imagine. Yaani anakupa Probox. Ana. Ivana, hata upenda aibu wakati mwingine unaposema unapokeza watu na wewe hujapokea. Kwani ai? Kwa tu at least hata na akili. Pia ni kama umepeana mfano pia kwa mtoto wa rais. Na pia tunaweza peana mfano tu kwa rais mwenyewe, kwamba rais ametoka ikulu na amekuja kwa kijiji, hata ana podcast, anatembea tu na anaongea na watu hivyo tu, wengine wanamtusi, harudishi chochote. Yaani ana mamlaka, si kwamba hana. Bado ni rais, bado ana mamlaka yote. Anaweza akaitisha jeshi likakuja. Maana kuna mahali Yesu alisema mnafikiria siwezi nikaita malaika wakakuja, jeshi la malaika. So unakuta anakuwa tu yuko tu hivyo, yani amejinyenyekesha sana. Amekuwa kama wanadamu wa kawaida, wakati ambapo yeye ni mtu wa kiwango cha juu sana. Hiyo hata thank you very much. Tusema kwamba tunafundishana. Uelewe kwamba
nilipotangulia nilisema Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Sasa alivaa mwili wa mwanadamu, alichukua mfano wa mwanadamu. Lakini sasa nilipotumia mtoto wa rais nikana kwamba nilitumia Kristo akiwa na baba kando. Nashukuru sana. Sasa hiyo ndio imeingia kabisa. Hiyo ndio mfano umeingia kabisa. Maana mama yes, si kwamba ni mtoto wa rais. Maana tukisema ni mtoto wa rais itakuwa kama ni mtoto wa Mungu. Maana vile ambavyo anasema, lakini ni hiyo tu hali tu, lakini nashukuru sana. So ni rais, imagine just chukua hiyo picha kwamba rais amekuja kabisa, hata anaweza vaa hata kaptura. Kaptura ni ile short, ni ile nguo fupi ile, si hata trouser. Hana hata suti, yaani ako na hata open. Yaani anapiga tu maraundi huku Kawangware huku, yaani hata hana gari, hana chochote kile. Yaani anapiga tu raundi huku, anakuja anakungotea tu. Hata anakungotea tu, hata hana waziwazi. Kama anakuja pale kwa choma pale wanachomea chapati ama kwa mutula anasema nikatie ateni. Yaani hiyo ndio Yesu sasa alifanya. Yaani hiyo ndio mfano Yesu tukulia vile Yesu aliacha chochote, akarau chochote, akavaa mwili wa mwanadamu. Hata kama vile rais anaweza fanya. Na anazunguka. Sometimes kuna wakati Magufuli alikuwa anafanya impromptu visitor. Anafanya impromptu. Arrive anakuja pa. Yaani hata hana bodyguard. Anakuja anakuambia wewe, hii kitu nilikupea hii, wewe itabidi ufanye jambo. Pesa iko wapi? Bila alikuwa anajaribu yeye kufanya. By the way, kama kuna mtu alijaribu kuongoza uongozi tofauti ni Magufuli. Maana sometimes hata angetoka tu aende hata bila hata bodyguard. Bila hata ulinzi wowote. Sasa rais kabisa, hebu chukua hiyo picha kabisa, chukua hiyo picha ya rais ambaye ana ulinzi mkali. Kama unasikia saa hii Uhuru akichukua gari tu mwenyewe aendeshe, na sichukue lile la ya juu, gari tu la kawaida, si ile ya presidential, na akuje tu akiendesha huku chini, watu watakuwa wanaangalia anakaa rais, lakini hawezi. Wengine watatauti kwamba hawezi kuwa yeye kwa sababu lazima awe na bodyguard, lazima maana mtu mpaka awe na cheo, huyu ni mtu wa cheo. So wengine watakuwa wanamwangalia wanasema hapana, hata kama wanakaa wanafanana. Mwingine anasema hapana, ni yeye. Wengine wanasema ndio sasa Yesu, watu wanaambia Wayahudi wanaambiwa kwamba huyu ni Mungu. Wanasema haiwezekani kuwa Mungu, maana tulitarajia Mungu awe hivi. Haiwezi kuwa Mungu akawa hivi kama mwanadamu wa kawaida tu, anakula na watu hivi tu, anatembea na wenye dhambi, na vile yeye ni mtakatifu vile tunamjua. Moto vile kuna injili nyingine ilihubiriwa pale nyuma kwamba Mungu akishuka kwa hii ardhi, hii itatomeka yote na vanish kwa sababu ya utakatifu wake. Lakini sio hivyo. Mungu alikuwa na kila kitu chake hapa duniani, lakini hakutumia. So unakuta wanapoambiwa kwamba ni Mungu kwa sababu ya yeye kuwa amejishusha, amejinyenyekesha, sasa wanamshuku kwamba haiwezekani kuwa ni yeye. Na kweli ni kwamba hata rais akaja kwa njia kama hiyo, wengi hawataamini kwamba ni yeye kwa sababu wanamtazama kwamba anafaa awe ni mtu wa juu sana. Yaani wanamtazama kwamba rais kitu cha kwanza hafai kujiendeshea gari. Yaani hafai kujidrive yeye mwenyewe. Anafaa drive hiyo. Ya pili anahitaji kuwa na bodyguard. Unaona shetani anamwambia Yesu kwamba jishushe juu kwa sababu imeandikwa utaamuliwa malaika sio wa kushikilia, utaumia vitu kama hizi. Kwa sababu walikuwa na mtazamo kama huo kwamba Mungu ni mtu wa tofauti sana. Hilo walichukulia utofauti. Yaani wanapoambiwa ndio mwongozi wakashangaa sana. Maana ukiangalia life ya Mungu ya Kristo vile ambavyo hata kusaliwa kwake na nini, haunge expect. Hata wewe mwenyewe haungekubali by the way. Haungekubali. Maana alipozaliwa alimwambia atasaliwa mwokozi, alafu akazaliwa na mtu ovyo kabisa. Maana katika ile enzi alikuwa mtu ovyo mwenye mbali alimleta. Maana walitarajia atasaliwa mali maarufu. Yaani kwa familia zile popular. Zile ziko na utajiri kabisa. Maybe wa kimwili kama hizi. Kama wangeuliziwa kama za hii, wangesema mwokozi atasaliwa katika hizi familia tatu hizi dynasty hizi tu kwa Kenya hapa. Kuna uwezekano tu kiongozi asaliwa kwa hizi familia tatu. Sisi zaji mtazijua tu hapa Kenya. Sisi kwa ulimwengu. Maana hapa Kenya tu ndio zinajulikana. Wadi mtu akiambiwa mwokozi ama mfalme atasaliwa, unaanza kuangalia lineage ya watu watatu, hizi familia tatu. Kama
Nazareti ni mji ulikuwa unadharauliwa. Hawakutarajia kitu chema kutoka Nazareti. Exactly. Hiyo ndio sana picha walikuwa nayo. Yaani kwa sababu ya ile hali ya mji wa Nazareti. Maana mimi ilikuwa kama umaskini. Yaani walikuwa wameidharau. Hawange expect kama kwamba kuna kitu kizuri kinaweza kutokea mahali pale. Tunajaribu kupeana mfano, uchukue picha ya vile Kristo alifanyika. Yaani alifanya. Yaani Biblia unajua hata leo hii hakuna kiongozi anaweza fanya hivyo. Yaani akuja hapa randarande hapa apige raundi zake hawezi. Lakini yule akapeana hata mfano akasema anataka kuwa zimu mkubwa atumiki. Sini kwa mfano unapoitwa mtumishi. Unatumikiwa hapo unatumika. Sasa unaona wako contrary na kila hata Yesu alifanya. Maana Yesu alikuwa anaonyesha kwamba ukiwa kama unataka unaweza kutumika. Lakini leo watu wanataka kutumika because ni viongozi ama ni watu kubwa. So he emptied himself of his heavenly glory and took the form of man. Yani alijifanya yani bure, yani akajiona kama bure, yani akachukua mfano wa mwanadamu. Yani aliacha, hakuona ule utukufu wa mbinguni. Hakuona ile cheo ya mbinguni, hakuona ile cheo ya kuwa yeye ni Mungu, hakuona ile uungu ndani yake, lakini alichukua akakuwa mwanadamu. That is how he became poor. Indeed, this so he could be qualified to save humanity. Unaona kwamba kile kilifanya afanye haya yote haya si kitu kingine, my friend. Si kwamba alifanya hichi chote. Ama ndio nataka kuandika, nasema that is how he emptied himself of his heavenly glory. He emptied from the word empty. So unatoa ile y unaweka ied. He emptied himself of his heavenly glory and took the form of man. He emptied himself of his heavenly glory and took the form of man. Even like that. He emptied himself of his heavenly glory and took the form of man. He emptied himself of his heavenly glory and took the form of man. That is how he became poor. That is how he became poor. He emptied himself of his heavenly glory and took the form of man. And that is how he became poor. Hivyo ndivyo alifanyika maskini. Tuendelee tuseme hivi, indeed this, so he couldn't be qualified. Indeed this, so he couldn't be qualified to save humanity, ama to save man. Napostata kusema indeed this, so he couldn't be qualified to save humanity as a fellow man. Indeed this, so he couldn't be qualified to save humanity as a fellow man, not as an angel or God. Nasema hivi, indeed this, so he couldn't be qualified to save man or humanity as a fellow man, not as an angel or God. Not as an angel or God. Not as an angel or God. He did this so that he could be qualified to save humanity as a fellow man, not as an angel or God. Yani alifanya hiki kile ambacho alikuwa anafanya, lengo lake alikifanya ili aweze kumuokoa mwanadamu. That is the key point. Hiyo ndio tunataka tuelewe. Ni kwa nini aliacha ungu wake? Kwa nini aliacha mamlaka yake? Kwa nini aliacha yani ile cheo yake? Aliacha ili kwamba akaweze kumuokoa mwanadamu. Ili aweze yani kutoshelesha ama kutosheka, kuqualify. Yani aweze kuqualify kuweza kumuokoa mwanadamu kama mwanadamu mwenzake, si kama Mungu. Maana angeweza kuokoa mwanadamu kama Mungu. Si kama unaelewa baby. Hiyo point vile inabaki. Anasema kama angevaa mwili wa mwanadamu, angeweza kukuokoa wewe kama mwanadamu. Maana angekuja kama Mungu, angeweza kukuokoa. Maana angekuja kama spirit, angeweza kufanya hiyo kitu alifanya. That's why aliacha kila chochote ambacho kilikuwa kwake
Yaani akajibandilisha, akachukua form of man ili akaweze kuokoa mwanadamu kama mwenzake, as a fellow man.